Ibadallah, katika mwezi huu mtukufu ambao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametutajia fadhila kama hizi, utakuta wengi katika waislamu walillahi alhamdu wal minna hurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kile ambacho twaonyana ndugu zangu waislamu, usimcheke ndugu yako muislamu aliyerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au ukamfanyia istihza kuwa hamtambui Mola wake isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani na kumcheka. Huwezi kujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kujalia mwezi wa Ramadhani ukawa ndio sababu ya yeye kubadilika. Kwa hivyo ni juu yetu sisi waislamu, kila tunayemuona ambaye alikuwa mbali na misikiti akawa aswali pamoja na sisi, tumshike na kumvuta awe pamoja na sisi, wala tusiwe ni sababu ya kuwafukuza watu katika misikiti, tusiwe ni sababu ya kuwafukuza watu kutokamana na kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yote anayejua kuwa ataishia katika pepo ya Allah au ataishia katika moto, wal iyadhu billah. Kwa hiyo usifanye istihza na muislamu yoyote ambaye amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huwezi kujua kiumbe huyo ana manzila gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar, yawezekana kupatikana mtu akafanya amali ya watu wa motoni, hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhiraa, mpaka kutabakia hakuna baina yake na moto isipokuwa dhiraa, bimaana imekaribia ajali yake. Fayasbiqu alayhi alkitab, akatanguliwa na kilichoandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayamalu bi'amali ahli aljannati fayadkhuluha, akafanya amali ya watu wa peponi ikawa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huwezi kujua ule mwisho alioandika Allah subhanahu wa ta'ala wa mwanadamu. Tumche Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo.